Ujambo mpendwa mtazamaji, natumai unakuwa na uheri wa afya. Kwa hivi leo nakuwa na video mpya kwa ajili yako wewe ambaye umeniswali na umetafuta video hiyo kwa lugha ya Kiswahili, na video hiyo inakuwa na lengo moja tu ya kukuonesha namna gani unaweza ukakata mkataba wako katika hiyo kampuni Cryptex ByteNex. Kwa hivi fuata moja kwa moja namna gani tutaweza kuenenda ili tuweze kukata mkataba wetu wa miaka miwili. Ninakwenda kuwaambia kwamba endapo unahitaji kuingia katika ByteNex au Cryptex, ni lazima uweze kuwa umejipanga sawasawa ukiwa na $100 za Kimarekani. Kwa hivi endapo umeeneza hiyo shurti ya kwanza, utakuwa na uheri wa kuweza kukata mkataba wako. Leo tunakata mkataba wa miaka miwili. Tazama moja kwa moja, hatua kwa hatua vipi tunaenenda. Basi ikiwa umekuwa na hizo pesa ndani ya akaunti ya kwako, kwani baada ya kufanya usajilishaji ni lazima uweze ukaweka hizo $100 kwa ajili ya kukata mkataba. Endapo umeweka hizo $, ni pale ndipo sasa tunakwenda kuanza mambo. Kwa hivi baada ya update ambazo zimeweza kufanyika katika ByteNex, kumekuwa mabadiliko madogo kwa yule ambaye hajaelewa namna gani kufungua mkataba. Hapa tutaweza kukuonesha hatua moja kwa moja. Unapofika katika hatua hiyo, uweze ukapanda hivi juu. Unapopanda hivi juu namna unaona, unafika katika huo ubao. Unapofika katika huo ubao hivi, utaweza kuingia hapa mahali wanaandika withdraw found. Unapoingia pale kwenye withdraw found, itaweza kukuletea ubao mwingine kama huo, na endapo umefika katika ubao huo, utaweza kuweka sasa, samahani kwa ujumbe ambazo zinaingia, utaweza kuingia kwenye hizo vistari vitatu ambavyo vinakuwa hapo. Unapofika kwenye hiyo vistari vitatu, unapofinya hivi, na pale ndipo utaweza kuona ubao mwingine unakuja, na katika ubao huo kazi yako ni nini? Wewe utakwenda tu kwa kuwa na lengo moja la kufungua mkataba, na unapofika hapa unaingia mahali wanapoandika my portfolio. Unapoingia hapa utaona kunakuwa mambo mengine, tuingie. Unapofika hapa kunakuwa mambo mengine ambayo yanakuja hivi. Kwa hivi utaweza kuchagua neno linaloitwa April DeFi Hybrid Contra. Unapoingia hapo ndipo sasa tunakwenda kukata mkataba. Tunaingia hivi, tunasubiri sekunde fulani, ubao mwingine unakuja. Na unapokuja hivi, tazama hapa sasa wametuletea aina za mikataba tofauti. Hapo ninapandisha hivi ili uweze ukasoma vizuri ana kwa ana. Hapa tunakuwa na mkataba wa miaka miwili, namna unavyoona hiyo ni miezi 24, yani miaka miwili, na huo mkataba unanunuliwa kwa $100 tu. Na ikiwa unahitaji kuweka mkataba mwingine kutazama vipi inaendelea, unaweza ukaingia hapa kwa hiyo alama. Ukiingia hapo utakuta kunakuwa mkataba mwingine, utakuta hapa kunakuwa mkataba mwingine hivi. Samahani, tusubiri kidogo, tuingie kwanza tuangalie nini kunakuwa mkataba mwingine wa miaka miwili, ila mkataba huo unauzwa kwa mkataba huo wa miaka miwili unauzwa kwa $1,000 za Kimarekani. Yani huo mkataba unakuwa na contract capi, inakuwa na mikataba 15, na hizo mikataba 15 utaweza kuwa na fursa ya kuzinunua kwa $1,000 za Kimarekani. Kwa hivyo ukiwa unapendelea kutazama mikataba iko ngapi ndani, ni lazima uendelee tu ukibonyeza kwenye hiki kialama, na unapobonyeza hapa utakuletea mambo mengine. Hapa tunakuwa na mkataba wa miaka mitatu, na unavyoona miezi 36, na ni mkataba wa miaka mitatu unaouzwa kwa $100 za Kimarekani, na huo ni mkataba mmoja tu. Unapoona hapa
unakuwa mkataba mmoja tu. Na endapo unatazama unapendelea kuingia kwenye mikataba mingine, unaweza kubonyeza mpaka hapo. Unapobonyeza hapa hivi, tutakwenda kuona alama tutakwenda kuona mikataba mingine. Tunakuwa na mkataba mwingine hapa ambao unakuwa wa miaka mitatu, miezi 36, na huo mkataba unanunuliwa kwa $1,000 dola za Kimarekani, na ndani ya huo mkataba unakuwa na fursa ya kupata mikataba 15. Hiyo ni kwa ajili ya yule ambaye anakuwa na mapato, anahitaji awe na mkataba wa pesa nyingi, unaweza ukachagua mkataba ule. Kunakuwa mkataba mwingine, tutaweza kubonyeza paka kwenye hikyo kialama. Tunapobonyeza hapo, tutaona mkataba mwingine unakuwa pale, mkataba wa miaka 5. Wapendwa, miaka 5 kwa yule ambaye anakuwa na malengo fulani kwa miradi yake, ni lazima aweze kuchagua mkataba huo, kwani huo ni mkataba wa miaka 5. Namna unaona miezi 60, na miezi 60 yani ni miaka 5, na unanunuliwa kwa dola tu $100 za Kimarekani, ila ni mkataba mmoja tu, na umeona hapa ni mkataba mmoja. Kwa hivi endapo unakuwa na miradi inayokuwa inahitaji pesa zaidi, lazima uweze kuchagua mkataba wa miaka 7. Unapobonyeza hapa, utaweza kuona mkataba wa miaka 7 unakuwa pale. Wapendwa, huo ulikuwa tu ni muktasari wa kukuelezea namna gani mikataba imeweza kuorodheshwa katika BitNex Cryptex. Basi tutaweza kurudi, kwani lengo letu ni kuweza kufungua mkataba wa miaka 2. Basi tumefika hapa, yani kwenye ubao wa kwanza ndipo kunakuwa miaka 2, na uweze kuhakikisha kwamba unakuwa na hiyo miaka 2 na malipo yake ni hiyo dola 100 na mkataba ni ule mmoja. Unapokuwa kwenye ubao huo, uweza kuwa na hakikisho kwamba uko katika usalama na hali nzuri. Basi tunapofika hapa, tuweze kuingia hapa mahali wanaandika start your staking. Tunabonyeza, na tunapobonyeza hapo wanatuletea maandiko mengine yanayosema DeFi miezi 24 staking selected. Yani hapa tumechagua miaka 2, yani miezi 24, namna unavyotazama hapa, na tutabonyeza tena pale. Tunapobonyeza ndipo sasa tunafika hapa mahali ambapo wanatuelezea kwamba tumechagua. Tazama vizuri hapa, kunakuwa alama fulani, yani hapa tumechagua, unaona. Na baada ya kuchagua hivi, yani hapa sasa tutakuja kuingia mahali ambapo wanaandika wanaandika continue to invest. Baada ya kuchagua hiyo, tunaingia sasa mahali wanaandika continue to invest. Hapo chini unaona tunaingia hapa. Hebu tuingie, tunabonyeza hapo continue to invest. Tunapoingia pale, tutaweza kusubiri wanapotuletea huo ubao. Ni ubao ule ule tu, wanatuambia tutazame vizuri. Je, ni hiyo miaka 2? Tunachunguza huo ubao. Je, ni huwa miaka 2 tu? Ndio, tunaona ni miaka 2 na malipo ni yale yale dola 100. Endapo mkataba wenyewe ni mmoja, okay, tunasema hapo tuko kwenye usalama. Tunaendelea sasa. Tunapopanda na huo ubao polepole, tunafika mahali wanapoandika confirm select staking. Yani tunaweza kuingia sasa hapa mahali ambapo wanaandika confirm select staking. Okay, nabonyeza hapa hivi. Ninapobonyeza nasubiri sekunde fulani, ubao mwingine utakuja. Tunasubiri, kwani hapa sasa tunakwenda kuweka staking ya kwetu ya miaka 2. Tunasubiri.
tuweze kuwa na subira wapendwa, unapokata mkataba. Asante. Okay, tayari mkataba umeweza kuanzishwa na tuweze kusubiri sasa. Baada ya sekunde fulani, mnaona hapa tulikuwa na dola 100, tayari tumebaki na sifuri. Hapa hakuna tena kitu, imebaki sifuri, na kusema kwamba tunapopanda hivi polepole na ubao tutaweza kupata mkopo ambao umekuja hapa. Mkopo sasa umekuja, ndio huu mkopo, ndio huu wa dola dola 30,240 dola za Kimarekani, yaani milioni. Hizo zimeweza kuwekwa katika akaunti ya kwetu, ndiyo mkopo ambayo tumepewa katika akaunti ya kwetu. Na hivyo ndivyo unaweza ukakata mkataba wako. Endapo hujaelewa zaidi, unaweza ukanipigia simu, nitaweza kupatia maelekezo mazuri na kuongoza taratibu bila shida yoyote. Basi nawatakia ufuasi bora. Endapo unakuwa na hitaji na maswali na kuhitaji uweze ukaleta pendekezo za kwako katika hiyo comment, na endapo umefurahi hiyo video hiyo, unaweza like hiyo video na unaweza ukaleta comments za kwako ili tuweze kujua nini tunaweza kuboresha katika channel ya kwetu ya YouTube, ili kila mmoja aweze akajua wapi tunaendelea. Na wapendwa, ndivyo unaweza ukakata mkataba wako. Na unapoingia kuchambua, yaani hapo tumekata mkataba, na mkataba ni mmoja tu. Umeona hapa mkataba ni ule mmoja, namna umeweza kutuonesha hivi. Endapo wewe pia unahitaji uweze kuungana na hiyo kampuni kubwa BitNext Cryptex, usiwe na mashaka yoyote, ungana nao ambao wamekuwa mabingwa katika kampuni hiyo. Bila shaka utaweza kupata mwelekezo mzuri, na karibuni baada ya miaka 2 unaweza ukapata pesa, kitiza cha pesa ambacho kitaweza kusaidia miradi ya kwako na kazi mbalimbali ambazo unakuwa nazo. Nawatakia ufuasi bora. Basi tuonane siku nyingine. Mimi naitwa Japhet Paluku nikiwa katika nchi ya Kongo ya Kidemokrasia mjini Kinshasa. Nawatakia ufuasi bora.